Naam, habari za wakati huu mwana Baharia TV, ni matumaini yangu mzima wa afya. Karibu tuendelee kuzitazama zile taarifa ambazo tuko nazo kupitia ukurasa wa kwake katibu mwenezi wa CCM Taifa Kenan Kihongosi. Kwenye ukurasa wake wa Facebook amechapisha moja chapisho hapa ambalo ameliandika, dalisoma kama lilivyoandikwa. Ameandika hivi: siku nyingine akilewa asihusishwe kuongea na vyombo vya habari, wanaomshauri wazingatie hilo. Aliyepaniki huko Instagram anaposti vihoja badala ya kuweka hoja. Majibu ya maswali yake hapa chini bana, akaandika hivi majibu ya maswali yake ambayo ameorozesha hapa moja mpaka 6 kama sikosei hivi. Sasa nitakusomea 1 mpaka 6. Naanza namba 1. Ameandika hivi: mafuta yanayouzwa sasa ni yale yaliyopokelewa nchini kabla ya tarehe 31 Machi pamoja na yale yanayopokelewa mwezi huu Aprili 2026. Namba 2, katika bei za mwezi Aprili 2026 zimezingatia wastani linganifu wa mafuta yaliyokuwa kwenye magara tarehe 31 Machi 2026 na yale yatakayopokelewa Aprili 2026. Namba 3, kaandika hivi: meli za mwezi Aprili zinaleta mafuta yenye bei za juu kutokana na athari za vita iliyoanza Februari 2026. Namba 4, kaandika meli huchukua wastani wa siku 14 kufika hapa nchini. Namba 5, katika bei za mwezi wa Aprili 2026 zimehusisha pia mafuta yaliyonunuliwa kwa bei za mafuta katika soko la dunia fobi za mwezi Machi ambazo zimeathiriwa na vita. Namba 6, kaandika mafuta yanayotumika mwezi Aprili 2026 yaliingizwa nchini na makampuni mbalimbali ya uagizaji mafuta kufuatia kushinda zabuni hizo kutokana na wakala wa uagizaji wa mafuta kwa pamoja PBPA. Aidha, baada ya vita kuanza na upatikanaji wa mafuta kuwa mgumu duniani kote, serikali ilichukua hatua ya maksudi ya kuipa TPDC ambalo ndio shirika la taifa la mafuta wajibu wa kuagiza mafuta kwa kipindi cha miezi 3 ili kuhakikisha usalama wa mafuta nchini unaendelea. Kenan Kihongosi ameendelea kuandika hapa chini, kaandika tena: tatizo la mafuta ni la dunia nzima na kuna nchi hazina mafuta mpaka sasa wanapata kwa mgao, lakini sisi Tanzania mafuta yapo na tunaamini serikali itafanyia kazi kuhakikisha mafuta yanakaa sawa sawa. Mwisho kabisa bwana Kenan Kihongosi amemalizia kwa kuandika hivi: tusipende kuweka siasa kwenye maisha ya watu kutafuta umaarufu, lazima viongozi wa vyama wabadilike, waje na siasa zenye hoja, sio hizi za kizamani na kuhamasisha uvurugu wakati wao wanabaki salama na familia zao na kuumiza wengine. Kenan Kihongosi kaandika hivyo kupitia ukurasa wake wa Facebook, akimtaja huyo ambaye amemweka kwenye mabano. Hata mimi sijui, ila nisikie maoni yako mtazamaji Baharia TV kuhusiana na taarifa hii. Lakini pia zipo jumbe za wadau ambazo wameziandika hapa na mimi pia napata wasaa kuzipitia maoni ya wadau ambayo wameandika. Huyo anasema shida ya hii nchi tumejia ushabiki wa vyama badala kuangalia maisha ya watu. Watu wana changamoto nyingi sana, lakini wanaohusika kutatua changamoto wapo na itikadi za vyama tu. Ili tuje tuendelee, tunapaswa kujifunza mataifa ya wenzetu, wapo honesti sana. Tuache vyama, tujenge nchi. Zipo shule huko watoto wanasomea nje, watu wakisema wanaambiwa wanaichonganisha serikali na wananchi. Zipo sehemu barabara miundombinu yake imekaa vibaya sana. Asante sana kwa maoni yako. Mwingine unasema, na iweje Zanzibar mafuta ni bei nafuu kuliko huku bara? Tunaomba ufafanuzi ili huyo mlevi tumseme vizuri, maana amezoea mno. Nani huyo sijui. Ameandika mwingine huyo ameandika ujumbe wake kwamba kwa kweli nisiwe muongo, huyu mwenezi ndio sijamuelewa kabisa. Yani mafuta yaliyonunuliwa kabla ya vita yalinunuliwa ndani ya vita, yamechanganywa yakauzwa kwa bei sawa. Huu ni umma, lakini sawa. Hoja ya Heche nilielewa kwamba ni kweli mafuta yamepanda, lakini serikali ina kodi zake ziondoe kwa muda ili bei shuke na wananchi apumue. Hoja lakini hii serikali ni za rimu kabisa. Mwingine huyo anasema hii ndo habari ya huku duniani. Haya,
Sasa unasemaje katika hili? Acha kubishana na John Heche, maana si level yako. Yule jamaa yupo smart sana. Ukimaliza hili njoo tujadili ripoti ya CAG. Kaandika hivyo moja mdau. Mwingine huyu anasema huna akili bosi. Reti ya mafuta kwenye soko la dunia ni hela ngapi kwa lita? Na nyie mnauza hela ngapi? Hapa issue ni kumpunguzia mzigo mwananchi, sio kuleta vita. Imeanza lini na imefika wapi? Punguzeni tozo kwenye mafuta kama mna nia ya dhati na wananchi. Mafuta ya pande tujakataa, lakini ndo mtuuzie 4,000 per lita. Acheni kutoona vinyago wakuu. Mkishiba msitusahau kwenye wenye njaa. Kaandika moja mdau hivyo. Mimi naendelea kupitia maoni ya wadau hapa. Mwingine anasema kwamba swala la kupanda 1,000 ni sahihi, kwamba serikali haiwezi kupunguza kodi kwa wakati huu, ila maumivu ya gharama ya maisha kwa watu yasizidi kupanda juu zaidi. Mwingine kaandika hivi, wewe na Heche nani mrevi? Hata mwenyekiti wako mwenyewe ni zero brain kwa Heche. Mwingine anasema reta hoja msingi, sio unaleta mipasho hapa. Mafuta yamepanda kwa 1,000, jibu kwa hoja, sio unatuletea mipasho. Sawa, mimi naweka nukta kwa ujumbe huu wa kwake huyu hapa Jerry Mbilinyi. Endelea kuandika maoni yako kwa kile ambacho unakiona kiko sawa hapa. Mimi naitwa Friday Mangomare na hii ni Baharia TV. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.